Wazalendo, taifa la wote, ndugu waandishi wa habari, lakini kipekee pia na wanachama wachache ambao wamekuja kushiriki nasi kwenye tukio hili la kuzungumza na waandishi. Leo nimeona ni muhimu tukutane kwa ajili ya jambo muhimu sana kwa mustakabali na maendeleo ya chama chetu. Yote mnafahamu kuwa ACT Wazalendo kama jukwaa la kupigania haki, demokrasia na ustawi wa taifa letu limekuwa na utamaduni wa kuwaalika watu mbalimbali kuja kushirikiana nao kwa ajili ya kuendeleza jitihada za kupigania demokrasia katika taifa letu, lakini pia kutafuta ustawi wa taifa letu. Leo kipekee kabisa nimekuja hapa nikija kumkaribisha ndugu yangu, rafiki yangu na kaka yangu, wakili mzoefu ndugu Peter Madeleka ambaye atajiunga na chama chetu leo. Sote tunafahamu juu ya uwezo lakini umahiri wa ndugu Peter Madeleka kama wakili prominent, moja kati ya mawakili wenye sifa za kipekee katika nchi yetu, kama mwanaharakati akipigania haki na ustawi wa watu mbalimbali, lakini pia kama mwanademokrasia, mtu ambaye amekuwa akipenda kuona ustawi wa demokrasia katika taifa letu. Katika chama chetu kwa muda mrefu tumekuwa tukiendesha masuala mengi kwa nguvu za wanachama na wadau. Moja kati ya wadau wa kipekee kwa muda mrefu ambao wametuunga mkono alikuwa ndugu Peter Madeleka, ambapo pia hiyo ilifanya wadau wengine watuunge mkono, hasa tunapokwenda kwenye mikutano mikuu na kazi mbalimbali za chama ambazo kwa kweli uendeshaji wake ulikuwa unategemea nguvu ya wadau wa demokrasia, lakini pia wanachama wa chama chetu. Ndugu waandishi, nataka nizungumze kwa ufupi kabla sijafanya tukio ambalo la kipekee la kumkaribisha ndugu yangu wakili Madeleka hapa, kuwakumbusha kuwa leo tumempokea tunakuja kumpokea ndugu Peter Madeleka, wakili ambaye ana upekee wa namna moja au nyingine ambao sisi tunauona. Kwanza ni mmoja kati ya wanaharakati ambao wamekuwa wakipigania haki za makundi yote. Na kwa ufupi sana hapa ningependa kucite mambo matatu ambayo aliyapigania kwa kutumia fani yake ya sheria, ambayo yana upekee wa namna, sababu ndio Mtanzania au wakili ambaye ameshughulikia haya katika namna ya kimahakama leo kuwa katika mazingira tuliokuwa nayo. Jambo la kwanza lilomgusa yeye mwenyewe. Yaani swala, tunakumbuka wakati wa utawala wa mwenda zake kulikuwa na utamaduni wa kukamata watu, na nyakati nyingine ukamataji wenyewe ulikuwa unaanza kama utekaji, lakini baadaye unawekwa ndani ukiwa na mashtaka ambayo hayana dhamana. Na baada ya hapo kukaanzishwa sheria ya pre-bargaining, ambapo unatakiwa utoke uende ukabagain, kosa ambalo hukupata nafasi ya kujitetea, nyakati nyingine kosa ambalo linatia mashaka juu ya uhalisia wake. Serikali kila ikienda mahakamani inasema haijakamilisha ushahidi hata bila kujali muda gani. Lakini ukiwa umemretain mtu ndani kwa muda mrefu, basi unamwambia akiri aandike na kukubali kutoa sehemu fulani ya fedha ili anunue uhuru wake ambao kwa kweli ulikuwa umelindwa na katiba, ambao haukufanyiwa kazi. Watu wengi waliingia kwenye mkondo huo, lakini nakumbuka ndugu Peter Madeleka kuwa ni Mtanzania pekee ambaye baada ya tukio hilo aliamua kwenda mahakamani kuchallenge mwenendo huo wa namna ya kushughulikia mambo haya, na alishinda kwenye ile kesi. Kwa hiyo sisi ulikuwa ni mfano wa namna ambayo watu wakisimama kwenye haki na kupigania haki hii mahakamani wanaweza kunusuru watu wengi ambao walikuwa kwenye huo mkumbo. Na kama mnavyofahamu, baada ya hapo yale makesi pamoja na kuya challenge, baadaye Mheshimiwa Rais Samia alipoingia alikuja kukiri kwamba katika mambo alikuja kugundua hizo fedha zilikuwa zinakutwa kwenye account gani sijui huko China. Kwa hiyo wazi kwamba ilikuwa ni uonevu wa wazi. Lakini pia amekuwa mpigania haki wa makundi yote. Mnafahamu katika nchi yetu kwa muda mrefu sasa kuna moja kati ya kesi ambazo zimekuwa zikiendeshwa na kukumba jamii mbalimbali, ikiwemo jamii sehemu kubwa sana ya jamii ya Waislamu
ni kesi za ugaidi, ambapo mashehe mbalimbali wamekamatwa, wamepelekwa mahakamani, na nyakati nyingine watu wamekaa kwa muda mrefu, miaka 9, miaka 10, wengine wamekufa huko, na kesi ambayo unakuta nyakati nyingine familia nzima inachukuliwa. Ilihitaji mawakili wenye ujasiri na wanaoweza kwenda kusimamia masuala haya. Lakini kesi pekee ambayo inao mfano, maana kesi zingine ilikuwa ni kama alipoingia Rais Samia kwa nole prosecute zikaachiwa. Lakini tunafahamu iko kesi iliyowakuma mashehe kule Arusha, ambayo kesi ya ugaidi iliyofanywa hukumu yake nafikiri mwaka 2023. Kesi pekee ambayo ilishinda ni kesi ambayo wakili Peter Madeleka alikuwa anaisimamia. Na hii ilikuwa ina exemplify ile nishati alionayo ya kupigania haki kwa makundi yote katika jamii na kuhakikisha kwamba watu wanapata haki yao, na kweli ilikuwa ni jambo muhimu sana linaloweza kumtofautisha pengine na mawakili wengine na maactivist wengine ambao nyakati nyingine badala ya kwa advocacy tu matatizo, lakini wamechukua hatua ya kukabiliana nayo. Lakini jambo la tatu ambalo tunaweza kulitolea mfano kati ya mifano mingi, mnafahamu kulikuwa na kesi iliyomhusisha naibu waziri wa sheria na katiba Mama Pauline Gekul, ambaye mnafahamu nyote juu ya ukatili ambao aliufanya na ukataka kuuzibwa huo ukatili. Lakini wakili pekee ambaye aliacha kutoka kwenye kuwa ni jambo litakalokuwa tu linapigiwa kelele kwamba halijafanyika vizuri, kulipeleka kwenye mkondo wa sheria ili kuhakikisha kwamba anawajibika, alikuwa ndugu yetu Peter Madeleka, ambaye aliipeleka kesi hii mahakamani, na huyu naibu waziri mpaka afika mahala akalazimika kutoka kwenye nafasi yake, huku tukiwa tunashuhudia watu wengi wanafanya makosa haya na yanakuwa covered, hakuna jitihada au kuwajibikaji unaofanyika. Lakini kwa initiative aliyoichukua ilitupa picha kubwa. Kwa hiyo leo sisi kumkaribisha ndugu Peter Madeleka ni kuweka wazi kwamba chama chetu kinawakaribisha wapigania haki, wanaharakati wa kupigania haki za makundi yote katika chama hiki kama jukwaa ambalo linaweza kutumika kwa ajili ya kuhakikisha kuwa haki katika nchi yetu inapatikana, demokrasia inastawi, lakini ustawi wa taifa letu unapiganiwa kwa nguvu na jitihada za Watanzania wote. Kwa hiyo nichukue fursa hii sasa kumkaribisha ndugu yangu Peter Madeleka. Kwanza nimkaribishe, nimpe kadi na kama ishara ya kumkaribisha kwenye chama chetu, na ndugu yetu Peter Madeleka atapata kadi ya wanachama ya Maalim Seif, kadi ya juu kabisa kwenye chama chetu, ambayo na mnafahamu kwanza ile Maalim Seif alipata tatizo au changamoto kutoka kwenye chama chake, akatakiwa achague chama gani anaweza kuendeleza harakati ya kupigania haki katika nchi hii, akaamua kuja ACT Wazalendo. Na sisi leo tunampokea ndugu yetu Peter Madeleka kama mpya activist, mpambanaji, mpigania demokrasia na haki katika nchi yetu, kuja kuunga jitihada ambazo Maalim Seif aliziunga mkono kutoka kwa wenzetu ambao walianzisha chama hiki wakiongozwa na ndugu zetu Zuberi Kabwe. Kwa leo namkaribisha ndugu yangu hapa Peter Madeleka, na kipekee naomba nikukabidhi hii kadi kama ishara ya kukaribisha kwenye chama hiki. Asante sana, lakini mnafahamu. Naam.